Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Taarifa kubwa ambayo nimekusogezea muda huu, utakwenda kujua kile ambacho Young Africans wameweza kufikia mpaka kuweza kutangaza kuweza kumalizana na nyota huyu. Rasmi ni kwamba anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sababu ni zipi ambazo zimepelekea kipenzi cha matajiri, kipenzi cha wana Young Africans, hapa nazungumzia Stefano Aziz Ki kufikia kuondoka? Anaelekea wapi? Ndio swali kubwa ambalo limeweza kufikia hapa, na yeye mwenyewe ameweza kudhibitisha juu ya tetesi hizo za yeye kuondoka kwenye kikosi cha Young Africans. Amezungumza nini? Utakwenda kusikia hapa, kwa sababu taarifa yote kamili niko nayo hapa, nimekusogezea. Utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea. Kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa ni muhimu ukawa unazipata moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili zuri ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa wengine inaweza ikawa ni baya, lakini kwa wengine inaweza ikawa ni nzuri. Ni yapi hayo? Haya hapa. Bana, Stefano Aziz Ki, mwamba wa Wagadugu, Burkina Faso, wengi walitarajia kwamba pengine labda kuoa Tanzania kunaweza kufanya mwamba akaendelea kusalia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Huenda maisha yake ya soka yote akayamalizia hapa kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans, na kama sio hivyo basi soka lake litakuwa ni hapa ndani ya Tanzania, kwa sababu tayari ashaweza kufunga pingu za maisha na mwanadada Hamisa Mobeto. Lakini kumbe hicho sio kizuizi cha Stefano Aziz Ki kubakia Tanzania. Kwa sababu gani? Kazi na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Mapenzi ni mapenzi na kazi ni kazi. Aziz Ki ameamua kuifuata kazi yake inataka nini, na sasa inaelezwa kwamba rasmi Stefano Aziz Ki anaiacha Tanzania, anaondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambako inaelezwa kwa sasa dili limeweza kukamilika katika vimoja ya vilabu vikubwa barani Afrika. Unafahamu ya kwamba Aziz Ki amekuwa akiweza kuindwa na miongoni mwa nyota wakubwa, timu kubwa zikiweza kumwania kuweza kutaka saini yake ndani ya timu zao. Na hata hivyo klabu ya soka Young Africans wanaona ya kwamba pengine kiasi cha pesa ambacho kinakochokuja mezani kwao mara kwa mara kikigonga hodi, matajiri wakiweza kufukuzana kutaka saini ya Stefano Aziz Ki, wanaona itakuwa ni kukosa nidhamu ya fedha. Kwa nini unaacha kitita cha fedha kama hichi? Kwa nini usitengeneze, utafute mchezaji mwingine ambaye atakuja kuchukua nafasi, usiache kuchukua pesa ambayo wamewekewa mezani. Na wamewekewa pesa na nani hapa? Nazungumzia Wydad Casablanca kutoka kule nchini Morocco, miongoni mwa vilabu vikubwa barani Afrika vyenye historia kubwa ya mafanikio na vilabu vyenye nguvu ya ushawishi na fedha, ambapo wameweza kushuhudia kwa mara kadhaa wamekuwa wakiweza kufuatilia dili la Stefano Aziz Ki. Kwa mara ya kwanza Stefano Aziz Ki walipeleka ofa ya shilingi milioni 800. Young Africans wakaitolea pembeni, wakasema sasa mbona kama hiyo ni pesa ambayo kwa sasa hivi Tanzania ni pesa ambayo timu ambazo hizi kubwa wana uwezo wa kuweza kuwa na mchezaji wa gharama hiyo. Wakakataa. Young Africans wakapelekea ofa ya pili, bilioni 1 na milioni 200, wakaiweka pembeni. Sasa inaelezwa kwamba bilioni 3 ndio zinamngoa Stefano Aziz Ki ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Unaambiwa
Inatajwa kuwa kiungo wa kazi kabisa ndani ya kikosi cha wananchi Young Africans. Aziz Ki anasepa baada ya msimu huu 2024-2025 kugota, yani mwisho wa msimu huu kuwa anaondoka. Amepata timu ambayo inahitaji huduma yake kutokana na uwezo alionao. Ni miongoni mwa watu muhimu kabisa kwenye kikosi cha Young Africans. Aziz Ki ambaye ni chaguo la kwanza la kocha mkuu wa Yanga Miloud Hamdi kwenye eneo la kiungo, akiwa ni mkali kwenye mapigo huru, hasa penati na faulo, ambapo kwa msimu huu Yanga ikiwa imepata penati 7, yeye alipewa jukumu la kupiga 6. Katika penati hizo 4 alipata na 2 makipa waliokota. Hatari hizo ilikuwa kwenye mchezo dhidi ya Kagera Sugar uwanja wa KMC Complex na Tabora United uliochezwa uwanja wa Azam Complex. Taarifa zinaeleza kuwa moja kati ya timu kutoka Morocco ambayo imefanya mawasiliano kwa ukaribu na mabosi wa Yanga, na nyingine kutoka Afrika ya Kusini ambao ni Kaizer Chiefs, ambayo ilikuwa inahitaji saini ya Aziz Ki kwa muda mrefu, lakini mambo yamewaendea wa Morocco. Uwezekano mkubwa wa Aziz Ki kwenye mabao 7 ndani ya ligi na pasi 6 za kuweka ama assist zile ndani ya bongo kwa ajili ya kupata changamoto nyingine, ambapo wanaondoka katika ligi ya Tanzania na kwenda ligi nje ya ardhi ya Tanzania. Wengi walitamani kuweza kuona Aziz Ki akiweza kusalia kwenye kikosi cha Young Africans, lakini hivi karibuni ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe alinukuliwa akisema kumekuwa na timu nyingi ambazo zinahitaji wachezaji kutoka Yanga. Hilo linatokana na ubora uliopo kwa wachezaji hao. Kuna timu nyingi ambazo zinahitaji huduma kutoka wachezaji wetu. Hizo taarifa tunazitambua na wapo ambao wamekuja mezani kuleta ofa na tumemalizana nao. Tunatoa taarifa baada ya msimu kuisha. Kwa sasa malengo yetu ni kuona kwamba tunatoa ubingwa wa ligi, lakini issue ya ofa ya Aziz Ki yenyewe hiko mezani kabisa, ambapo inaelezwa kwamba miongoni mwa taarifa njema ambayo kwa sasa Young Africans wanaipigania ni kupata saini ya maestro fundi Zanzibar Finest. Hapo nazungumzia Faisal, ambaye inaelezwa kwamba anahitajika ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Inaelezwa kwamba Young Africans wako tayari kutoa zaidi ya shilingi milioni 800 kuweka mezani kwa Azam FC ili kuweza kumpata nyota huyo. Jeuri ya pesa hii Young Africans wanaipata mara baada ya kukamilisha dili la Stefano Aziz Ki kudondoka pale nchini Morocco akiwa kwenye klabu ya Wydad Casablanca. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona namna gani ambavyo Young Africans watakwenda kukamilisha dili hili, ambapo inaelezwa kwamba watapishana. Stefano Aziz Ki anakwenda Morocco, Feitoto anatua kwenye kikosi cha Young Africans. Vipi taarifa hiyo mwananchi Young Africans na mashabiki wa timu nyingine, mmeipokeaje juu ya kusikia Stefano Aziz Ki anaondoka kwenye kikosi cha Young Africans? Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, lakini nikukumbusha kwamba kama ukiwa bado hujasubscribe na kubonyeza alama ya kengele kupata taarifa kama hizi zitakuwa zinakusumbua, kwa sababu unakuwa unahangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa natakiwa zikufikie moja kwa moja. Kwa hiyo ukisubscribe na ukabonyeza alama ya kengele unakuwa na uhakika kabisa, kwa sababu unakuwa unapokea ujumbe ama notification kwenye simu yako kikujulisha kwamba kuna taarifa njema imeingia, nawe bila shaka unaweza kuitizama. Hii hapa ni Wina Media, endelea kukaa na sisi kwa taarifa kemkem saa 24. Madini yote tutakuwa naweza kudondoshea.